Baada ya kumaliza majukumu yetu ya kila siku, mwili na akili huwa vinatamani kupumzika kama ishara ya kujipongeza, na ni jambo la kawaida sana kujipongeza, hasa kwa kufikia muda wa mapumziko na kujiandaa kwa siku inayofuata ili kuendelea kufanya kazi kwa juhudi na kufikia ndoto zetu. Hata hivyo, tunapaswa kujua ni namna gani tunaimaliza siku yetu, kwa sababu wengi wetu huwa hatuna tabia ya kufanya tafakari juu ya siku nzima, na badala yake tunachukua muda mwingi katika mitandao ya kijamii, kisha tunapumzika bila kujua ni wapi tumefanya vizuri na ni wapi hatujafanya vizuri. Pengine huwa tunajifariji kwa kusema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe. Tatizo la kufanya hivyo ni kwamba unapoimaliza siku bila kufanya tathmini, unakosa fursa ya kujifunza kutokana na yale uliyoyafanya. Bila kujua ulipofanya vizuri au ulipokosea, inakuwa ni vigumu sana kufanya maboresho. Na hali hii huwa inasababisha watu wengi kurudia makosa yale yale ya kila siku, jambo ambalo huwa linachelewesha au hata huwa linazuia kufikia malengo yako kwa haraka. Kwa hiyo, kujitathmini mwishoni mwa siku kunakusaidia kutambua mafanikio madogo madogo uliyoyapata, changamoto ulizokutana nazo, na ni hatua gani zinahitajika kuboreshwa ili kesho yako iwe bora zaidi. Mpendwa, ni muhimu kujenga utamaduni wa kumaliza siku kwa mkakati. Kabla ya kulala, chukua dakika chache kutafakari kwamba ni wapi umefanya vizuri na ni wapi haujafanya vizuri. Zaidi ya hayo, ni hatua gani utaanza nayo kesho ili uweze kufanya vizuri zaidi. You are a brand, own your value.